Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Asubuhi njema, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu ametupatia tafakari inayotoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 3 mstari wa 21. Biblia inasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona habari za haki ya Mungu iliyodhihirishwa pasipo sheria. Tunafahamu kwamba tunaishi katika kipindi ambacho sio cha sheria, kwa maana sheria kama katika Agano la Kale, bali tuko katika kipindi ambacho kilianzishwa na neema aliyoileta kwetu Bwana Yesu Kristo alipokuja kukomboa ulimwengu. Neema hii ilikuwa ni neema ambayo haitutaki sisi kufanya kitu ndipo tuweze kuokolewa ama kurudi kwake Mungu, bali ilimpa Mungu gharama ya yeye kuilipa kupitia uhai wa Kristo Yesu aliyeachiliwa kama dhabihu takatifu, ili aweze kulipa deni, kujitoa yeye, kuachilia nafsi yake iweze kupokea hukumu ambaye hakustahili kwa sababu hakukosa, ili sisi wanadamu tuliokosa tupokee haki ya Mungu. Haki hiyo ilidhihirishwa pasipo sheria, kwa sababu ilishuhudiwa na manabii, ilishuhudiwa na Torati. Neema ya Mungu ilifunuliwa kwetu ili sisi tuweze kupata kibali cha kuingia patakatifu pa patakatifu. Na udhihirisho wa hili ni pale mahali ambapo wakati Yesu Kristo alikata roho, pazia la hekalu lilipasuka, ikiwa ni udhihirisho ya kwamba sasa tunaweza kupaingia patakatifu pa patakatifu pake Mungu pasipo sheria. Yuko ambaye alisimama akaihukumu dhambi ambaye ilikuwa inamtafuna mwanadamu, na sasa mwanadamu amewekwa huru. Kitendo cha pazia la hekalu kupasuka ni kitendo cha mwanadamu kuweza kupenya katika ulimwengu wa roho na kupenya kuingia katika utukufu wa Mungu na kukaa hapo. Na ndiyo maana Waefeso ile sura ya 2 imezungumza na kusema ya kwamba tuliokolewa kwa kufufuka kwake Kristo Yesu, tumepata nafasi ya kuweza kuwa ama kukaa mahali pa utukufu wake. Anasema hiyo katika Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 6, anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Hivi ndivyo ambavyo tumeweza kupokea uungu wa Mungu ambaye tuliupoteza pale bustani ya Eden baada ya mchanganyiko katika vile ambavyo Adam na Hawa waliweza kujikusanyia walipomsikiliza adui Shetani. Tunaona katika maisha yetu ambayo twatakiwa kuishi katika kumpendeza Mungu,
Hawa Warumi, ama niseme watu waliokuwa na Paulo, walianza kutumia vibaya neema. Wakaona kwamba wanaweza wakaishi kwa namna yoyote ile kwa sababu neema ipo. Ndiposa Warumi sura ya 6 mstari wa 1, Paulo anawaambia, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi. Kuifia dhambi manake ni nini? Ni kuiacha dhambi kwa kuendea msalaba. Mahali Yesu Kristo alipo sulubiwa, akaondoa uhai wake kwa ajili ya kuihukumu dhambi yangu, ambaye mimi sasa nimewekwa huru. Kwa hiyo anasema tuliifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Tunawezaje tukaishi tena katika dhambi? Hakika hatuwezi. Tunapoishi kwenye dhambi, tunatengeneza mazingira ya maisha yetu yapoteze uhalisia wa uungu ambaye tuliupokea baada ya Kristo Yesu kutuondoa katika hatia ambaye mwanadamu alikuwa anatembea naye, na Mungu akaja akamsafisha kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika baada ya kutobolewa ubavu wake. Hata ile damu ikamwagika na kuisafisha ardhi iliyolaaniwa. Hata mwanadamu akaishi kwenye taabu kwa sababu ardhi ililaaniwa. Kumbuka kwamba mwanadamu alipomwasi Mungu, Mungu hakumlaani mwanadamu, kwa sababu kwa kumlaani mwanadamu angekuwa anailaani nafsi yake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anaishi na pumzi ya Mungu aliyoiachilia pale mwanzo wakati wa uumbaji. Alipompulizia mtu pumzi yake na mtu akawa nafsi hai. Sasa inapokuwa ya kwamba mwanadamu anaendelea kuishi katika hayo ambayo yalimuondolea utukufu, yalimuondolea nafasi yake, ina maana kuna mahali ambapo mwanadamu hataweza kuonana na Mungu. Na hii ni pale mahali haki ya mwanadamu huyu inaondolewa. Na haki hiyo inapokuwa imeondolewa, inampa mwanadamu kupoteza ule uweza wa kiungu wa kumwezesha yeye kuishi kwenye utukufu. Ndio maana mstari wa 23 anasema katika hii Warumi 3, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu tunaupataje? Anasema mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe mpatanishi kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Mwanadamu tunataka nini tena? Tafakari yetu ya leo inatuonyesha kwanza ule upendo wa Mungu ambaye aliuachilia kwetu. Hata sisi leo tunaweza tukazungumza habari za mbinguni, maana mbingu ilikuwa hatunayo tena. Mwanadamu alipomwasi Mungu ni kwamba mwanadamu alikuwa asingeweza kumuona Mungu tena, lakini Mungu hakumwachilia mwanadamu. Mungu alimstahimili mwanadamu hata akaweza kumrejeshia utukufu ambao ulitupungukia tena. Huu ni upendo wa pekee ambapo Kristo Yesu sasa ndo alisimama kama mpatanishi kwa njia ile ya imani, akatupatanisha na Mungu. Yeye akalipa yale ambayo sisi tungelipa. Kwa hiyo sisi tumepokea sasa uzima wa milele kwa imani, kwa sababu yeye aliyeangikwa msalabani ametupa sisi uzima wa milele. Kutoka ndani yake ameachilia uzima wake ukaingia ndani yetu baada ya kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na uzima huo sasa ukanipa mimi kibali cha kuweza kusogea karibu na Mungu wangu, Baba yangu, Muumba wangu, hata niweze kuwa na kibali cha kuwa mwana wa Mungu. Na tujitafakari. Tafakari yetu ya leo imebeba wepesi fulani wa kujitafakari tu mwenyewe
ya kwamba je, nimekaa katika nafasi ya uwana? Kama sijakaa kwenye nafasi ya uwana, basi nifanye nini niweze kukaa katika nafasi ya uwana? Nini nifanye? Kitu cha kufanya ni kuendea haki yangu kutoka kwa Mungu inayoishi na isiyo na sheria. Kuna vitu ambavyo tumeshindwa kuviweka vizuri ili viweze kuainisha, ili viweze kueleweka. Tunapoonywa kuacha dhambi, hiyo si sheria kwamba tunafungwa kwenye sheria, though ni sheria ya Mungu. Bali Mungu ni mtakatifu na anataka sisi tuishi katika utakatifu. Sasa tuna tatizo sisi wana wa Mungu. Tunataka tuishi mbele za Mungu tunavyotaka sisi. Na kile ambacho ni machukizo mbele za Mungu, sisi kwetu tunaona ni sawa. Kwa hiyo tunataka tuishi hivyo na Mungu akubaliane na sisi. Ili nasema kama Paulo aliyosema, asha. Je, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo? Hapana. Neema haitupi sisi kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu, bali neema inakuwa kwetu kutuwezesha sisi sasa ili tuweze kuyakataa hayo mabaya. Neema ni nguvu yetu ya kukataa mabaya. Neema ni uweza wa kutuwezesha sisi tutoke kwenye mabaya. Sasa tunaposhindwa kuyashinda mabaya, ina maana neema imepungua kwetu. Na neema inapopungua, sheria husimama kwenye nafasi yake. Sisi hatuishi kwenye sheria kwa sababu neema inatakiwa ijae kwa wingi hata iweze kutuondoa mahali pa sisi kuface sheria. Mwanadamu anaface sheria ya nchi, ama raia anaface sheria ya nchi anapoacha kuiruhusu neema ya yeye kuishi kwa utulivu isitende kazi. Sasa kuizuia neema hiyo ya kuishi kama raia mwema ni pale nitakapotenda uhalifu. Na kanisa tunataka kuishi kwenye uhalifu, alafu neema bado itoshe. Hakuna kitu kama hicho. Tumejikuta sheria inasimama kukata, na inapotukata ndio maana tunasema kanisa hili lina sheria nyingi. Hizo zote ni kwa sababu mtu anataka kuishi kwenye dhambi. Lakini leo na tukasikilize sheria hii. Tusikilize tafakari hii. Tutaondoka kwenye sheria wakati tumeiruhusu neema ikajaa kwa wingi kwetu. Na neema inapojaa kwa wingi kwetu, dhambi hukimbia. Uovu humwacha mtu. Neema isipojaa kwa wingi, uovu unabakia kwa mtu. Na uovu kibakia kwa mtu, sheria inataka kumhukumu. Sheria itamhukumu. Ndio maana mtu anakamatwa. Ukiiba unakamatwa, unapelekwa mahakamani. Mahakamani sheria itakuhukumu, sio hakimu anakuhukumu. Hakimu anaisoma sheria iliyoko ambayo umeshindwa kuitimiza, hata ndio umefikishwa mbele yake. Sasa sisi tusikubali kutembea na hukumu ya Mungu, sisi ambaye ni wana wa Mungu, na tutengeneze uhuru wa maisha yetu kupitia neno la Kristo. Neno linatutaka kufanya nini? Neno linatutaka sisi kuishi katika mapenzi ya Mungu. Na katika kuishi mapenzi ya Mungu, sheria itakaa mbali na sisi, maana itapoteza nguvu yake ya hukumu kwetu sisi ambayo ni wana wa Mungu. Na hiyo ndio ilikuwa maana ya Mungu kuachilia neema ili tuokoe, alafu ituweke mahali palipo salama. Lakini kwa sababu watu tumekataa kukaa mahali palipo salama, ndio maana hata ndani ya wokovu bado tunakutana na sheria. Sheria lazima inasemwa, sheria lazima inatoa hukumu yake kwa sababu tumeikataa neema. Hebu leo ipokee neema ya Mungu ambayo iliachiliwa kwetu hata ikatuokoa na tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Kibali hicho ni chako na changu mimi. Sisi tuliookolewa na Bwana, na hata wale ambao hawajaokolewa, kibali cha kuwa watoto wa Mungu sawasawa na Yohana 1:12 ni cha kwetu sote. Turudi ndani ya neema ili neema ikatupe kibali cha kuwa wana wa Mungu, na Mungu atubariki. Neema Mungu itoshe kwetu, na aliyepungukiwa na neema Bwana aweze kutujaza kwa utukufu wake. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, na wote tuseme amen. Mungu atubariki.